ana hatma ya kuweza kuonia kiti cha mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Meru, na vile vile pia kuweza kuhakikisha kwamba kila mmoja wa kina mama wanapata sawia shughuli ambazo zinaendelea pale kwenye kaunti ya Meru. Vile vile mpenzi mtazamaji, awamu hii ya bunge la wenyeji tutakuwa tunazamia swala la the Circle of Women Representative, ambapo shughuli yao ni gani, kazi yao ni ipi, na vile vile wanamakinikia shughuli kama gani. Sehemu mbalimbali zimekuwa na wawakilishi wa kina mama, na je, kazi yao hasa ni ipi? Wengi wamesema kwamba kuna baadhi ya wawakilishi wa kina mama ambao hawajukumiki ipasavyo, na ikiwa hawajukumiki, basi akina mama wanapaswa kuweza kupata aweni namna gani? Leo hii tunapozungumza swala hili, ni jinsi gani ambapo tunaweza kuwawezesha akina mama kupitia wawakilishi wa kina mama. Leo hii mpenzi mtazamaji, unawajua, unawafahamu, wamekuwa pale kwenye nyanja wakipiga kampeni, wakisema kwamba watafanya hili na watafanya kile, angalau shughuli hizi zipate kuendelea. Leo hii tunapoganda na Patricia Gaki, ataweza kutuelezea hali halisi ya ground inasemaje kuhusiana na uwakilishi wa kina mama. Hapa nchini Kenya pia tumekuwa sehemu za Nairobi, pia tumekuwa na mwakilishi wa kina mama ambaye anang'ang'ana jinsi awezavyo, lakini tukizungumzia swala hili, serikali itashirikiana jinsi gani na kina mama kuhakikisha kwamba mambo yanasonga mbele? Jumuika nasi kwa mara ya kwanza. Kumbuka hii ni bunge la wenyeji, tupo mbele na tupo mbioni kwenye mitandao ya kijamii hasa Facebook na YouTube. Tumia hashtag bunge la wenyeji. Tovuti yetu ya www.lookup.tv.co.ke inafanya kazi. 0745762640 ndio nambari yetu ya arafa ama nambari yetu ya kupiga simu. Uliza swali yote ya saa. Wakazi wa Meru, leo ni siku yenu, na vile vile pia uliza swali lolote ambapo ungependa mheshimiwa Patricia apate kuyajibu. Karibu sana kwenye awamu ya bunge la wenyeji. Asante sana. Ni vizuri sana kukupata siku ya leo. Wakazi wa Meru wanasema namna gani? Wakazi wa Meru wanasema wataka mabadiliko, wa change. Manake kwa muda mrefu haswa kwa kiti cha women representative wanaeleza kwamba hawajasikia kama wamesikika. Na ni vizuri tuelewe kwamba kazi ya women representative ina handle mama, youth, ambao wako disadvantaged, na pia walio na mental challenges. So wengi wanahisi ya kwamba hawajaweza kusikika ama kusaidiwa kwa hii ofisi ya women representative. Kabisa. Hebu jitambulishe sasa. Kwa majina naitwa Patricia Gaki Mutimbi, na nimetoka Vori constituency kule Meru. Amazing. Kwa village ambayo inaitwa Roirira ward. Location yenyewe tutazidi kuongea. Na nimekuwa katika ulingo wa entrepreneurship. Bado mimi ni author wa kitabu African Girl Child Safety. Na pia ninapenda sana masuala ya safety na security. Alright. Ndio. Sawa sawa. Umesikia jina lake. Vile vile pia mpenzi mtazamaji, ungana nasi hadi tamati takapoendelea kuganda na swala hili, ambapo ni jukumu zipi ambazo wawakilishi wa kina mama wanapatiwa hapa nchini Kenya, na vile vile pia kuweza kuwakilisha kina mama inachukua uwepo gani ama nafasi ipi na nguvu ipi ili kuweza kuhakikisha kwamba maslahi yao yanashughulikiwa. Akina mama wamesema mambo mengi sana, lakini wawakilishi wa kina mama wanasaidia namna gani? Hebu tuanze na hili swala. Nafikiri mengi yamesemwa kuhusu uwakilishi wa kina mama, lakini wewe kama moja kati ya wale ambao wanataka nafasi hii, kazi ya mwakilishi wa kina mama ni ipi hasa? Swali njema zaidi. Manake wakati mwingi tunapoanza kuzungumzia mambo ya bajeti, watu wengi husema kiti cha women rep kiwe scrapped off. Manake hawafeel kazi ya women representative ni gani, ama wanahisi ya kwamba hawafanyi kazi yao. Na kulingana na katiba ya Kenya, ni vizuri tuelewe ya kwamba tulipokuwa na katiba mpya ilikubali nafasi ya women representative ili tuweze kumeet the 2/3 gender rule. I mean, ili tuwe na wanawake wanaotosha kurepresent wanawake wengine pale bungeni. Alright. Na kazi yao iko very much stipulated. Japokuwa sisi wakati mwingi tuelewi, tunawaona tu ni kama flower girls, wako pale tu ili tuwe na wasichana ama wanawake ambao they are just enough to fill the parliament. Indeed. Yeah. The first question will be, is it women or women? Yeah, actually I think tutakuwa na very educative session leo. Ni woman representative.
Actually unaweza sema tu ni member of parliament ambaye ni mwanamke. So we call them a woman representative. And a lot of time tunafikirianga kazi yake ni kurepresent wanawake tu. Ndio maana tunasemanga women representative. Lakini kulingana na katiba na constitution represent wanawake peke yake. Ndio maana tunamuita woman representative. Kulingana na katiba and represent women and represent youth. Alafu pia ana represent the less privileged people kwa society kama blind people ambayo wako mentally challenged. Yes, kwa hivyo ni factual ama ni correct kusema kumuita woman representative. Mbona tuseme tu women? Manake kwa sababu ni akina mama wengi. Tukisema women representative na maanisha ana represent women only. Lakini kulingana na constitution I represent women peke yake, pia youth na pia the less privileged ama ambao wako less, yani hawasikiki kwa haswa vile jinsi inafaa. Kwa nini anashughulikia hawa sawia? Manake ukiangalia katika parliament wakati mwingi men ndio wana represent. Indeed. And when the men represent us means they most likely wanatupatia view yao. Na wakitupatia view yao kuna ile view ya women ambaye haisikiki mahali pale. For example, kuna femicide, kuna rape, kuna sexual assault, kuna maternal problems. So tusipopata wanawake ambao wanaongelelea matakwa ya wanawake then tutakuwa ni kama tuko disadvantaged in one or another. Diposa sasa constitution ikaona ni vizuri tukuwe na nafasi hii ya woman representative ili aweze kuongelelea mahitaji ama shida ambazo mwanamke na pia wale ambao hawajasikika wanaweza kukua katika parliament kuongelelea. Kuna wakati ambapo tulikuwa tunazungumza swala la akina mama hawezi tawala ama hawezi ongoza, na vile vile pia tukakuwa na mustakabali tofauti sana kuhusiana na jinsi gani mwanamke atakuwa rais, na vile vile pia tukapigwa vita na nchi jirani ya Tanzania. Vile vile Mama Samia alipoingia uongozini, inaonyesha kwamba bado kuna misingi ya akina mama kuweza kutawala. Ukilijibu swali hilo, kabla sijakuuliza swali la wewe ulianza safari hii namna gani ya kuingia kwenye uongozi, ya kujitosa kwenye mamlaka, do you think women can lead? That is a very interesting question. Who has given birth to us? She's a woman. She's able to carry a pregnancy for 9 months. She's able to persevere. In fact, research inaonyesha kwamba the labor pain hizo the pain ambayo imeweza kupimwa na ikuonekana ndio the level ya juu ambayo binadamu anaweza kuhold. Nikuulize, kama mwanamke anaweza kubeba huu uchungu, mwanamke nyumbani tunamtegemea. Mimi sikuwa na expect to me hiyo kama example. Nasema tu kweli, mwanamke nyumbani, turudi tu hapa nyumbani, tunamtegemea. Yeye ndio nutritionist. Yeye ndio anajua kama tumekula balanced diet. Yule mwanamke bado yeye ndio anajua kwamba watoto wamevaa, wako na sweater, they are warm. Wakiwa wagonjwa, mama ndiye anakuanga wa kwanza kusema nimehisi uko na joto. Kama anaweza kuongoza nyumbani ambayo ndio the unit ya kwanza, basi mbona tunapokuja kwanza kuongelea mambo ya leadership, all of a sudden we start questioning whether she's able to lead. But then when she's there in the house, we are not questioning whether she can lead us in the house. All right. We cannot question. Lakini umetumia taswira ya labor pain na nikaanza kuona uoga kuuliza hiyo swali sana kwa sababu mimi sijui chungu anayesikia. Na uwezi kuvumilia. Nawezi kuvumilia. Sivyo? Kwa hivyo unahisi kwamba mwanamke anaweza kuvumilia wakati kuna machungu ya siasa, machungu ya uongozi, anaweza kuvumilia? Anaweza kuvumilia na hata zaidi. Na hata mwanamke analeta a new perspective of leadership. Maana akona that motherly nature na akona the soft skills ya kuongoza. So kama analeta a different perspective na maanisha ana complete
the chain ya leadership ambaye tunahitaji kama inchi na kama county. Yes. Nimefurahia unazungumzia kuhusu masuala haya. Miezi kadhaa zilizopita seneta aliyekuwa seneta wa Gloria Orwoba, sivyo? Yes. Ali history of paddings. Yeah. Are you able to comment about that? Yes. Actually, I think there is a perception ambayo we have as a country or as a people. Whenever mwanamke anafanya kitu, tunakashifu zaidi ya ku-appreciate. Do you know, as we speak now, Senator Orwoba amepeleka parliament mswada ya kuhakikisha tumepata sanitary pads for free. Do you know that? Na iko in the later implementation. But a lot of times tunapoongea kuhusu Senator Orwoba, tunaangalia the other perspective ambaye tunamtoa ni kama hakuna kitu amefanya, ama tunamkashifu zaidi. Lakini she has made a lot of progress. And I believe if we have more women speaking for other women, because we understand our needs better, basi tutakuwa tumepiga hatua kila siku na kila uchao. So as we speak, sasa kuna law ambaye iko in the final stages ambaye itaruhusu wanawake wapate sanitary pads for free katika kila public institution. Sawa. Kenya must strengthen, not scrap the woman representative position. Of course, Nakuru County Women Representative Liza Chilule and Glen Pullover raising hand distributes avocado seedlings to women, youth and community groups in Nakuru City. So the 47 women reps worked for 2 years without a shilling, whilst serving entire counties, then fought for resources that are still a fraction of what MPs get for smaller constituencies. So this is the point. I've listened to the critics long enough. Regularly, I encounter another voice dismissing this constitutional position as useless or a budget burden. Today, I'm setting the record straight on a provision that represents one of our democracy's most profound achievements. So let me start with the simple truth that critics ignore. These women didn't just wake up one morning and demand a seat at the table. They fought for it for decades. What is your thought on that? Actually, I resonate with that 100%. Because for the first time, women have always been as a by the way. Like people will only call women when at the last. That is why whenever a woman wants to rise up to lead, you hear she is told your place is at the kitchen. You cannot go beyond. You are not allowed to be in the boardroom. So anytime we have our fellow Kenyans saying that the women representative seat should be scrapped, then I feel they are being very unfair because they did not get there just because they are women. So why don't you think it should be scrapped? Because it is actually strengthens our democracy so that we are able to meet the two-gender rule. Because see, the parliament now, actually the court the other day, walisema, the parliament we have now, it is not ijaundwa vizuri, maanake haija meet the gender rule ambayo we should have. So let me ask you, if we did not have the woman representative in parliament, honestly, how many women would we have in parliament? Very few. So if we have few women, who will be speaking for us as women? We have women over, I don't know, 50 or 60% or around 50 of the population. So if the population is 50% and they are not represented and no one is speaking up for them, then where are we headed as a country? So if we keep saying we want to scrap the seat so that the women go fight it out in the political space, let me ask you, do you know in Meru, where I come from, we've only had one woman member of parliament. One. And all the time. And she even did not finish her term. Recently we had the first woman governor. Did she finish her term? She didn't. She didn't. So what chances do we have if we tell the women go and fight it out as other people are fighting? What chances do we have that we'll have even women in parliament? Yes. All right. And the struggle still continues. Na wewe unataka nafasi ya kuweza kuwa mwakilishi wa kina mama
kaunti ambayo imepigwa vita sana sana za akina mama. Hebu kabla hatujajiongea kule, ningependa kujua ama pia watazamaji wangependa kujua hali halisi ya jinsi ilivyokuja hadi kuwa kwenye uongozi. Ni dhamira yako ilikuwa ipi? You had this desire for quite some time before you now decided now hapa sasa lazima to venture, and you must realize nafasi ya kina mama inapaswa kuwa. Yeah, actually kutoka nikiwa shule since primary secondary nimekuwa tu a leader, school head girl, nimekuwa nikiongoza, lakini kufika mahali hapa something that has pushed me to step up because it is not an easy journey to step up, na niseme nina wania kuwa woman representative wa Meru County. Ni maswala ama challenges ambazo unaziona, unazipitia na pia unazisikia kwa wanawake wenzako. A lot of time as a community leader kuna challenges ambazo women will share with you. Wakati mwingine you can be able to sort them out in your capacity as a person, but then if you can be able to represent them in parliament, legislate, speak for them, put up laws that are representing them, then I believe that is the best place I can be able to work. And of course every person has a purpose on this earth, no matter how challenging it will be, no matter the price you may pay, but then for me I choose to pay the price in parliament and represent the women and the youth, and most of all something that is very close to me is to have sanitary towels accessible to every girl and every woman that I'm able to come across. In that way I'm able to change a life. Now, it may look like a small thing, but a sanitary towel to a woman is everything. Because for example, if I came here with my pants stained, would you interview me? Would you interview me if I came with my pants, they are stained because I didn't have a sanitary towel? Why should you come with that? Exactly. Why should I come with that? That's a good question. You say not everyone can afford a sanitary towel. Indeed. The mother back there in the village, she has 100 shillings. This 100 shillings, she wants to buy sugar, she wants to buy tea leaves, and she wants to also get something. Maybe she has a child who needs a pad. So, and here I am also as a daughter who needs a sanitary towel, and I need to go to school. Where is she going to take that money? What will she do with that 100? Nothing. Yeah, she cannot buy a sanitary pad for me. She will say, if I was meant to go to school, you stay home. Then this 100, because you don't have lunch, let us buy lunch, and then you can go tomorrow or when your days for the period are over. Really? Yes. So we have a big problem that if we don't speak as women, then we will be told forever hold your peace, but you are suffering inside out. A lot of women, honestly, are suffering out there because the sanitary towel is a basic need. Now, let me ask you, when the government says they are providing, they are making the these condoms free, that is a pleasure. So if you're able to provide the condoms for free, why should you not make it accessible also for the women to have the sanitary pads for free? Indeed. Yes. Pleasure haiwezi. Yeah, unafanya is for your own pleasure. You can avoid it. Indeed. But the sanitary towel, they don't knock. It's a must. They don't. I bet she doesn't request you. Every month, it's a need. You have a date to the destiny. It's a need. If you don't have a sanitary pad, you cannot be walking around. You cannot go to the office. The children in school, they cannot go to school because they'll be laughed at. They are afraid to stain their clothes. Yes. So actually, I think it's a crisis that we don't talk about. All right. Na wengi waizungumzii manake wanaona haina haja na viongozi kama nyinyi ndio mnapaswa kuweza kuleta hewani na angani sawia. But Patricia, do you think you have the wings to hold this position? That's a very good question. You see, in life, let's get an example with the bird. You see, the bird, it is never certain. Indeed.
Actually, it doesn't even know whether it has wings. It doesn't. But when it gets to the top of the tree, it just drops itself, and then the wings unfolds, and it flies. Did. So we can pick from the bird. You don't have to be very worried about the wings. You fly, start the journey, and the wings will unfold. Did. Where there is a will, there is a way. As long as you have the determination, the grit, the resilience, and the focus, then everything will align to get you to where you want to be. Did. Did. So you are hopeful that the grit will align for you? Actually, it is not hope, it is a belief. It is a certainty that in 2027, I'll be seated here as a women representative of Meru County. You ask me how and why. All right, how and why? Yes. That now is a question you'll ask me. How I got here in 2027. How in 2027? Yes. All right. Na pia nakutakia kila laheri kwa shughuli zako zote. Kwa sasa umekwisha piga kampeni na vile pia umeona madoa ambayo yapo pale na baadhi ya wale ambao pia mnawania kiti hiki. Nafikiri bado kuna ile competition ambayo mko nayo, sivyo? Definitely. Na definitely there is this desire, kila mwakilishi wa kina mama ambaye anataka nafasi hii pia yeye anapigana jinsi awezavyo. Your best approach is the sanitary pads as well. Now every woman of course needs this. Kwa mara nyingine tena, already umekwisha fanya kampeni zako, ground inasemaje? Kwa sasa hivi ground inasema ya kwamba inahitaji au inatamani kukuwa na mwakilishi ambaye ana represent the younger generation. Manake mahitaji ya younger generation tofauti sana na wale ambao walitusalia. For example, sisi kama the younger generation tunaelewa the needs of our fellow younger women. Manake wao ndio wako na issue na pads. For example, sasa tukiongelea hivi, kama mtu amekuwa akona fedha, haoni ama haelewi mbona ukose sanitary towel. Lakini sisi kama younger generation tunaelewa kuna wakati unakosa hata transport ya kwenda kazini. So kama unakosa transport na we ni mwanamke, utaweza kupata sanitary towel kweli? Kwa hivyo wakati kama huu, kama Meru County, we are just in the right time. Whenever ground inasema tunahitaji a younger person ambaye anaweza kuturepresent sisi, not only kama women, lakini pia kama youth. Tumeweza kutembea, ukiweza kufollow my pages, tunaona tumetembea sehemu mbalimbali, tumeweza kupatiana balls kwa wale vijana, tumeweza kuhold mentorship programs, tumeweza kuongea na vijana. Wewe unahisi ni nini ambacho utafanya tofauti kando na yale ambayo Mheshimiwa Karambo anayafanya kuhakikisha kwamba utakapoingia, then the people of course will ask why Patricia now this time? Mbona tusibaki tu na Karambo for all this time? Why Patricia this time? That's a very good question that you ask. You see, in other field, nasema ya kwamba the anointing that you do not honor, it cannot work for you. So kwanza nina appreciate sana Kaile Mia ambaye is the sitting woman representative. Na nikiangalia umri wake, amejaribu vile awezavyo kwa umri wake. Sasa itakuwa ni vizuri sasa kupass on the baton kwa daughter wake ambaye anaweza kumove na speed. Anaweza kufanya mikutano kama 5 ama 6 ama 7 ama hata 10 in a day. Anaweza kusikiza mahitaji ya wanawake na aweze take action na speed ambayo inafaa. Kweli. Ambaye ana represent pia a generation ambaye inahisi
haijasikika kwa muda mrefu. Serikali ya kaunti ya Meru na vilevile pia serikali kwa jumla ya hapa nchini Kenya itawashirikisha namna gani viongozi wawakilishi wa kina mama kuhakikisha kwamba miradi mbalimbali za kina mama zinafua dafu? Changamoto amezieleza kwamba there is a need for sanitary pads, lakini hali kadhalika mambo kadhaa ambayo yanapaswa kuangaziwa ni yapi hasa? Mpenzi mtazamaji, wewe ni mama pale nyumbani, ni mahitaji gani ambayo unahitaji? Ganda nasi, hii ni Bunge la Wenyeji. Karibu tena, unatazama Bunge la Wenyeji kwenye runinga ya Look Up. Hapo awali tulikuwa tumezungumzia kuhusu masuala ya uongozi wa akina mama hapa nchini Kenya na jinsi gani wanavyomakinika kuhakikisha kwamba mbele iko sawa. Vile vile pia tunapoendelea kwa awamu ya pili, kumbuka mpenzi mtazamaji, tunaruhusu wewe kuweza kutuma ujumbe mfupi kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Facebook na YouTube sawia. Halikadhalika tukijiongea sasa kwa awamu ya pili, tulikuwa tunauliza Patricia Kie ambaye anawania kiti cha wakilishi wa kina mama kule kaunti ya Meru, na vile vile pia changamoto zipi ambazo wanapitia, na vile vile pia kwa sababu anataka kuwashughulikia akina mama. Akina mama hawa watahusika ama watashirikiana namna gani na viongozi kama hawa kuhakikisha kwamba safari hii ya kuwatetea ama kuwasaidia akina mama inasonga mbele? Endelea kutazama Bunge la Wenyeji kwa awamu hii hadi tamati. Tunafurahia sana manake unatazama runinga ya Look Up. Kumbuka nambari yetu ya WhatsApp ni 0745762640. You can send in your comment, suggestions na pia your opinion as far as the circle of women representative is concerned. Twende kazi. Hapo awali nilikuwa nimekuuliza changamoto ambazo mnapitia. Na sasa hivi umepiga kampeni ya kutosha. Nikungoja tu David atakapoingia sasa 2027 wewe ni kusukuma tu hii gurudumu. Sivyo? Kwa hivyo changamoto zipi ambazo umepitia kwenye kampeni zako? Changamoto zipi ambazo unapitia hadi sasa? Na akina mama ushaangazia changamoto ambazo unapitia. Lakini wewe sasa kama kiongozi kwenye kampeni, changamoto zipi ambazo umepitia? Swali mzuri sana. Changamoto ya kwanza ni ya kwamba wale women representative wamenitangulia wamekuwa na age fulani. Okay. Wa kwanza, wa pili na pia huyu tuliye naye sasa. Mimi kama ambaye ana represent the younger generation, kuna hilo swali ya kwamba una challenge the status quo. Indeed. Wanaona ya kwamba tumezoea this certain bracket na tunahisi we continue with the same bracket ambayo tumekuwa nayo. So kuna hilo swali ya kwamba utaweza kweli? Maana tumekuwa na hawa wa this bracket na hatujapata mwingine wa hii generation ambayo una represent. Utaweza? So kuna hilo swali la lazima ujibu ama with your action you're able to prove that you are capable. Yes, and unaweza kuwakilisha katika kiti cha women representative at that age ambaye uko kwa wakati kama huu. Ya pili pia kuna politics inabadilika kila siku, kila saa. Kuna issue ya parties na wewe kama first time aspirant, na ni vizuri niseme kwamba mimi ni kiongozi wa wanawake kwa new generation aspirant. Kuna hiyo issue ya parties ya kwamba wanahisi tumezoea a certain people, so hatujui kama tunaweza kuwork na wewe kama a new aspirant. Pia kuna hiyo issue ambaye na nina hakika sio mimi peke yangu, even the younger aspirants, kuna the financial capability. Manake lazima ukuwe na transport to and fro. Unaweza enda kwa mkutano upate umekutana na wamama na labda wanahitaji vitu vidogo kidogo kama sufuria ama sahani. Lazima ukuwe umejipanga vizuri, at least hata kama unawasikiza na unahitaji wa kupigia kura 2027, there's something you have done for now. So kuna bado hiyo challenge, lakini najua na naamini ya kwamba there's nothing that comes easy. You have to pay the price for freedom and redemption. So that is a price that I'm very much ready to pay, irrespective of the challenges, of course, that are there. Do you think these challenges are what elevates you or keep you moving?
Absolutely. Yeah, if you don't have a thorn that is pricking you, then you can never move to another level. All right. Even me personally, standing up to be counted, it is a challenge that has pushed me, yeah, because I have been in that space where I don't have the sanitary towel. I've been in that space where my mama has to make a decision whether to buy a pad or food. So it is a challenge that has pushed me there. So that if you don't have the challenge, I believe, then you'll not have the grit and the resilience to push you Indeed. to get yourself to where you want to be. Yeah. A case scenario, there is a woman out there trying as much as possible to make a fulfillment or a need. Food imekuwa ngori, watoi pia wanataka hizo pads and things, so many things. And the case scenario is this single parents. There's a time we were doing a story on single weight. That single mother that tries as much as possible, and now the challenge comes in, history pads and so many other things. So this mother encounters so many problems that anashangaa akisikia kiongozi kama wewe anakuja pale kwenye jukwaa anasema hii na you don't know what I'm facing, you don't know the troubles I'm in. Do you think women representatives do understand the quest of these women, the needs of these women, and they want to make sure that indeed after all these things that you've mentioned there, cheki hamjui masaibu yangu? Umeuliza swali mzuri sana. Na ni vizuri tukue on the level field. Okay. Whenever we speak about women, let us not really put them in a level field like they are gods. They cannot make a mistake. Okay. So let us put them as human beings who are leaders and who are capable to lead and lead correctly and equally capable to make mistakes. Right. So if we speak to women in that perspective, I believe we are going to have a very fair judgment. Okay. So having said that, a lot of women who are leading are understanding the needs of the women. I read somewhere when you asked me to prepare for this meeting, I did my research. And I noticed like the women representative of, I think, Kisii, she has been able to provide over 586 sanitary towels. Amazing. So if we put it at a blanket judgment and say women are not understanding the needs of the fellow women, then we will not be very fair to the women who are working. There are women who are working and there are some who probably are not working. But then there is a need to have a new generation of leaders who are able to listen and act. And this cuts across both men and also women. Indeed. Yeah. All right. The same reason as to why I asked that question, very intentional, is because the space of women representative has a bigger weight in the sense that you guys, you need to make a fulfillment at the end of the tunnel. That akina mama hao wote ambao wanateta wanalalama itakuwa namna gani? Another intentional one is baadhi ya akina mama ambao wako normal wanaweza elewa kwa sababu gani tunahitaji wawakilishi wa kina mama. Yeah. On the other hand, kuna wale akina mama ambao wamesaulika, that is to say, kuna akina mama ambao wako kwa streets na hawajui mbele ni wapi na nyuma ni wapi, lakini wanajua kuna kuanga na viongozi, sivyo? Na kuna wale mama ambao ni wenda wazimu, wamepotea njia kabisa, sivyo? Akina wakilishi akina mama wanawashughulikia hawa namna gani? Actually, I think of all the questions that we have asked, that is the best. That is the best question you have asked, and I pray that you have more conversations like this one now. Indeed, very important. Because yes, we have leaders, and a lot of times we'll have leaders whom we will see. We have pushed them to parliament, but when they get to parliament, it seems they forget why we put them out there. Actually, I've always asked myself, we have a lot of mentally challenged women, and they still have their periods on a monthly basis. What really happens to them? You know, if we see a mentally challenged woman walking here, and she has stained herself, we are
we don't even understand that there's a problem mentally, so we even start judging her. Why has she stained her dress? So actually, when you talk about the mentally challenged, it is something that I'm very, very close to. I have shared that on my social media. Soon we'll be launching a pads drive for the needy and the mentally challenged. We are putting together the data from Meru, where we have the mentally challenged centers, and also on the streets where we have the mentally challenged women, and see, starting, you know, you can only scratch yourself how far you can get. Starting just with the sanitary pads, you are able to provide for them. They only need 1 packet per month. If you are able to provide for them, or even the centers that they have, at least 12 packets for the whole year, I believe what greater cause of humanity, even though you rest today, would you really have covered as a human being? Yeah. Wow. Impressive, and I'm actually wishing you all the best in that. Thank you very much. Actually, I'm the best. Yeah, amazing. County. Congratulations, man. Thank you. That is really nice, and I'd really love to see all these women in the streets being taken care of. You know, first of all, the personal hygiene, which now results to so many other things. Hey, all right. Kwa hivyo umetaja vizuri kuhusiana na jinsi mtakavyoshughulika na mtakavyo empower this one. Na wale akina mama ambao wapo pale nje watapata nafasi zao vizuri na kuweza kuwezeshwa kimisingi, sivyo? Serikali ya kaunti binafsi, iwe ni kaunti ya Meru ama serikali kuu ya taifa la Kenya, inahusika namna gani pamoja na wawakilishi wa kina mama kuhakikisha kwamba shughuli inaendelea vizuri? So how will the national government and the county government partner with women representative to make sure that there is accountability, there is service delivery, and to make sure there is service conduct in all this? Actually, before we even get to the government and we question the government, let's start with we as leaders. Are we ready to step up for the common mwananchi? Or are we getting to these positions to fill our stomachs? So first, I believe as a country, whenever we get to elections, please let us vote wisely, and let us vote leaders based on their character as a person before we go to parliament, or the government. Now let's get to government. Now with the government, actually there is a law. It's section 39K of the Act that requires that the government is able to provide free, sufficient and quality sanitary towels. So with the section 39, then there is a law also that now our sister Gloria has been pushing for, and this is the law that now merges the government and the county, the women representative, that we are able to work together and be able to provide the sanitary towels. So I believe if we vote in the correct leaders, then these leaders should be able to work for us from the county government from the national government to the county government. And leaving politics aside. Because right now we are politicking to get the position. But then when the people put you in, now it is no longer about you anymore. It's no longer about your party. It's no longer about what you think as a leader. It is not about the people who have put you in. So if they have a need for the sanitary towels, please ensure as a member of parliament, you are able to speak up, you are able to put laws, you are able to represent them well, that they are able to get those sanitary towels as they need. And if they are not doing it, because actually there is a law, it's only that you are not implementing, then you are able to speak in parliament and say, we have this law, let us implement it, and let us make it possible that the needy and the less privileged are able to get sanitary towel in good time. Yes. All right. Despite attempts to introduce new legislation to ensure increased representation of women in parliament, the situation has not been resolved.
following the 2017 general elections. In addition to the 47 women representatives, 23 women were elected to the constituency seats and 5 women were nominated. Earlier on, we talked about the spaces in Parliament that women should hold. The 2/3 gender rule also comes in as a key factor in consideration of the women's position as far as this one is concerned. Sure. As we head forward, as we move forward, how many numbers do we need about for us so that we can be able to activate the good positions of these women in Parliament and the country as a whole? Okay, first things first, let us do away with this song of saying that the 47 women representative seat should be scrapped, because it is a starting point. And having the 47, let us maintain them, let us strengthen them, and also let us increase their budget, because a woman representative is covering the whole of the county. So for example, Meru has 9 constituencies. Indeed. But the member of parliament who is covering just one constituency is given a bigger budget than the one who is covering the whole. Yeah. So first, let us maintain the 47, and then from there, let us also have a law that in the parties they are able to make seats, let's say, available, whether it is through nomination or through getting the ballot, to have more women who are given the tickets or they are given a chance to fight it out in the nominations for the ticket for the parties. That we are able to meet the 2 gender rule. The number that we need, I will not say it is like 100 or 200, but at least I know so far as we speak, we have not been able to meet that gender rule, including the nominated women and also the 47 women representatives. So we still have a very, and including also the governors, which we have now around, I think 3. You have Kawira was impeached. Yeah. Indeed. So, all right. So with that question, perhaps now there is an elevation of you personally being in the space of a woman representative right in the heart of Meru. And there are so many other positions that Patricia ungeambiwa tu chukua hii, you would have wanted. Why do you think you just made your way to a woman representative? Why not a governor? Why not any other position? You see, a wise person will never throw their cards out there, because I believe in this session we're having today, my competitors are listening. Indeed. They would want to know where my strength and my weakness is. But let's put it this way. In Meru County, we've only had 1 member of parliament. I would not want to throw myself in the sharks. Then we have, I think 1 or 2 elected MCAs. I would not want to throw myself in the sharks. So what position am I left with? We recently had the governor, who is a woman, impeached. So technically, if you were in my position, which seat would you go for? Did? Of course, woman representative. Exactly. Yes. Wow. Yeah, that is indeed that is very wise of you. I am wise. My friends tell me so. Your friends tell you you're wise. Yeah, they tell me. So of course, in the development, we'll have to stay with wise people for us to have that elevation. And I believe my friends here also will want more engagement as far as now empowerment is concerned. You also wrote a book, so that means akili iko mahali. But do I say iko? Sawa. We are about to come to the conclusion of this engagement, and that is why we are narrowing it down to some of the questions that perhaps Mwenyeji will really want to ask. So let's get to the touchline of all this. There's so much development in what you've said, and there's so much gathering that we've received from what you've mentioned. Kwa hivyo mbele najua iko sawa, and things will work out for the better. Absolutely. So this is a point in time where we give you a space now to greet your people, and also there's also there's also a power question that we'll ask you to see
kama you kama uko na akili. All right, so that means you look at that camera and of course greet your people to the betterment of what you feel like this is what you want to address. And of course kwa sababu umepata nafasi kwenye kikao, tumeelewa jinsi gani akina mama wanafanya kazi na jinsi gani tumepata maelekezo ya kazi ya akina mama. Basi akina mama wengi pale nje both Nairobi and many other counties wangependa washughulikiwe namna gani. Kwa hivyo hivi sasa tukimaliza kauli ya siku, bila shaka mpenzi mtazamaji ulikuwa unatazama bunge la wenyeji, na sasa hivi this is the powerhouse ambapo bunge la wenyeji linapatia nafasi ya kuweza kusema hili na waseme kile, angalau wewe mwenyeji pale nje uone kama kana kwamba tunaweza pata nafasi ya kuweza kumchagua mwaniaji ama mgombeaji wa kiti cha mwakilishi wa kina mama. Hebu wasalimie kidogo. Wacha kwanza nishukuru Look Up TV kwa kunipa nafasi hii ya kuarticulate issues as they really are. Kwa majina naitwa Patricia Gaki wa Mutimbi. Mutimbi ni baba yangu. Na nimetoka pale Meru na ninaomba wakaaji wa Meru wenzangu, my fellow county people, I believe the time has come and it is here with us when we need true servant leadership. Tumekuwa na viongozi hapo awali, lakini wakati ukifika, it is only fair that they pass on the baton kwa the younger generation. Na naamini ya kwamba we are just in the right time ya kuongoza wananchi in the capacity as a younger generation, because you have the strength, you are innovative and you have the time. So my fellow county people in Meru, I know it is a vast area, not only Merians who are there, but we also host other tribes. Nawaomba mnipe nafasi nikaweze kuwa represent kama woman representative 2027 na niweze kuongea maswala ambayo yanagusia mwananchi wa kawaida. Manake pia mimi ni mwananchi wa kawaida na ninaelewa shida na challenges ambazo tunapitia. Naomba pia my fellow county people tupe nafasi the younger generation iweze kuwania hivi viti na tuwape na support that they need so that we are also able to test their leadership. Sija tukasema tunataka tu kukaa na wale ambao tumekuwa na wao, maana they are tested. Let us give a new generation of leaders nafasi ambaye mimi ni mmoja wao, tukaweze kurepresent watu pale parliament, tuweze kuongea na pia tutumie very new and innovative ways za kufanya kazi. Alright. Sawa sawa, umeyasema kweli, na vile vile pia sasa this is the saddest question that we ask. Na it's not that I'm being negative. So I'm asking, you've spoken much, and then the campaigns are still on. You've embraced your space pale Meru, but now this is the saddest part. What if the road meets the rubber? So no, what if that happens? Actually, I've seen another politician an argument. So the electorate tells the politician who is elected now, anamwambia utaenda home. So the politician respond asema kwani siendangi home, is that leo tu jioni nitaenda home. So in leadership, I have been leading before and I will still continue leading. Have you won before? No, I'm getting there. All right. You don't have to lead to win necessarily in the capacity of being in parliament. Okay. You can lead from wherever you are. Okay. Right now I'm still leading. I have authored a book. I'm speaking about women. Perfect. So either way I'm still leading. Indeed. I'm a community leader. I'm leading in other capacities. So in short, I will continue leading. My only push to be in parliament is to legislate, to pass laws that are able to remain even when I am not here. All right. Yes. Kuna mtu angependa kukuuliza swali kwenye mitandao yako ya kijamii na pia angependa kusema angalau pia kupata kitabu hicho. What are your social media handles? You search Patricia Gaki, and actually my trademark is red. So any amazing. page that you find a Patricia Gaki in
Red, that is my page. Red. Any other page then huyo ni msee anajaribu tu kujifanya ni mimi. So just search Patricia Gaki, and also we have a website also. You just search www.patriciagaki.com. You'll find all the information about me there. Perfect. And the support you can offer. All right. Nashukuru sana kwa sababu umetenga muda wako kuweza kuwa pamoja nasi. Nashukuru sana. Na nimefurahia kwa manake umevalia kama mwakilishi wa kina mama. Nashukuru sana. Na ninakutakia kila laheri sawia. Patricia Gaki ametuelezea jinsi gani ambapo serikali pamoja na serikali za county zinaweza kufanya na kumakinika ili kuwezesha kina mama ama kuwezesha kina mama kusonga mbele. Iwapo jitihada hizi hazitafua dafu, basi inamaanisha kwamba wenyeji wana jukumu kubwa la kuwashauri ama kusema na hawa viongozi. Na vile vile pia iwapo viongozi wanaona bado kuna doa, basi wanapaswa kulazimika zaidi na kuweza kurekebisha. Mpenzi mtazamaji, zaidi ya yote tunawatakia wenyeji kila laheri na viongozi kila laheri. Maana yake mbele iko sawa. Hii ni bunge la wenyeji. Jina langu ni Moses Sketch. Tupatane wiki ijayo. Mwelekezo wangu amekuwa King Dantimax. Shukrani za dhati.